Kuna madhara makubwa sana, ya kuamini kwamba pesa, fedha, mali ndio kila kitu. Kuna madhara makubwa sana yanayoharibu jamii, yanayoharibu taifa, yanayoharibu familia. Ni madhara makubwa sana kuamini kwamba kila kitu ni pesa, pesa ndio kila kitu. Madhara makubwa sana. Watoto wameharibika, vizazi vimeharibika kwa sababu ya kuamini kwamba pesa ndio kila kitu. Jamii zimeharibika. Maovu yote mengi yanayofanyika ni kwa sababu watu wameaminishwa na wameamini na tumeamini kwamba pesa ndio kila kitu, fedha ndio kila kitu. Na shalom ndugu yangu unayenitazama, na kukaribisha sana kwenye tafakari ya leo ambayo nimejaribu kuizungumzia hapo mwanzoni. Hii ni wakili wa siri za Mungu ambayo utakuwa unajifunza ujumbe wa Bwana ambao tunakuwa tunatafakari pamoja hapa kwenye hii channel. Karibu sana sana. Tutaanza na kama nilivyosema kwamba kuna madhara makubwa sana. Jamii zimeharibika sababu ya watu kuaminishwa hiyo dhana ya kwamba pesa ndio kila kitu, pesa ndo mambo yote, pesa ndo jawabu la mambo yote. Kabla ya kujua mchakato ule tutakaotumia, mchakato ule unaotumika kupata hiyo fedha ni upi, ndo unaharibu jamii zetu. Vijana wanajikuta wameingia kwenye kila ubaya wa aina yoyote. Watu wanaamua waanze kujiuza, watu wanaamua waanze kuuza utu wao, watu wanaamua waanze kufanya kazi yoyote ambayo hata haina maadili ya jamii. Watu wanaamua kuwa mashoga, vijana wanaamua kuolewa na wamama kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya kuaminishwa katika fahamu zao kwamba fedha ndio kila kitu, pesa ndio kila kitu. Basi huyu kijana au huyu mtu anaweza akafanya kazi yoyote, anaweza akajishughulisha na shughuli yoyote kwa sababu ya kupata hiyo pesa. Kwa hiyo ni madhara makubwa sana kuaminisha watu, kuaminisha vizazi kwamba pesa ndio kila kitu. Kwa hiyo ndugu zangu, leo nipende kutafakari na nyie hili jambo ambalo jamii zetu zimeharibika. Vijana wamejikita, wamejiingiza kwenye madawa ya kulevya kwa sababu ya kuaminishwa ndio pesa ndio kila kitu. Vijana wameingia kwenye kubeti, kwenye kucheza kamari kwa sababu ya kuaminishwa pesa ndio kila kitu. Mtu unapomwambia kwamba wewe tafuta pesa ndio habari ya mjini, tafuta pesa. Huyu mtu usimwekee mazingira wezeshi, usimwambie kwamba atafute pesa halali. Anaweza akaenda kufanya kazi yoyote, kufanya jambo lolote baya, kufanya kitu chochote. Anaweza akajiingiza hata kwenda kwenye makundi ya uuaji, makundi ya uvamizi, makundi ya ujambazi, kwa sababu anaamini kwamba ameaminishwa kwamba pesa ndio kila kitu. Atafanya kazi yoyote. Hujamwekea mazingira, hujamwaminisha kwamba afanye nini apate pesa. Unamwambia tu pesa ndio kila kitu. Akiamini hivyo, anaweza akaingia kwenye kujiuza. Watoto wa kike wanajiuza kwa sababu wameaminishwa nini? Wameaminishwa kwamba pesa ndio kila kitu katika jamii, pesa ndio inamaliza matatizo yote. Kumbe ni dhana ambayo imeletwa kuharibu vizazi, kuharibu jamii, kuharibu vijana wetu. Kwa hiyo pesa ndio kila kitu, ndio inaharibu mambo yote, ndio inasababisha mabaya yote. Inasababisha watu waanze kuuana, inasababisha watu wajiunge na makundi ya ugaidi, inasababisha watu waanze kujiuza, hasa watoto wa kike. Inasababisha vijana wasifanye kazi, wasipitie mchakato ule wa kutafuta pesa halali, waingie kwenye kubeti na wajikute wameingia kwenye madhara mengine makubwa. Mtu akianza kubeti atakuwa mraibu, mpaka ataanza kuiba pesa. Vijana wanaiba mpaka pesa nyumbani kwa wazazi, wanatapeli wazazi. Watu wataanza kutapeli. Kuna utapeli wa mtandaoni, ni kuaminishwa kwamba pesa ndio kila kitu, kwamba ukishapata pesa basi mambo yote
umeyamaliza, kumbe ni kuharibu jamii. Kama Biblia hapa inavyosema, Biblia imetushauri vizuri. Haya huwezi kuyapata sehemu nyingine, ni katika Wakili wa Siri za Mungu hapa kwenye chaneli yetu. Ndipo unaweza ukapata ufahamu huu. Wewe hapo umeaminishwa kwamba pesa ndio kila kitu, na mimi nyuma huko nilikuwa naamini hivyo, lakini nilipoanza kujifunza, nilipoanza kukaa kusikiliza watu ambao wamesha yajua mambo ya kiungu, nilipokaa kwa wachungaji wakanielekeza baadhi ya mambo, na mimi nikasoma, na mimi nikamwomba Mungu, nikajifunza kumbe pesa sio kila kitu. Utaua ndio kila kitu, pamoja na kuridhika, kama Paulo hapa aliposema katika ili Timotheo wa kwanza, ukianzia mstari wa Timotheo wa kwanza sura ya 6 ukianzia mstari wa 6 hapa anasema, walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika. Utaua yani kuishi maisha safi, kuishi maisha sahihi ya kumtendea kila mtu vizuri, ya kuamini kwamba usilopenda kutendea usimtendee mwingine. Maisha ya utaua ndo utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Mstari wa 7, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Hatukuja na kitu chochote duniani hapa, kwa hiyo na kuondoka na kitu, hatuwezi kuondoka na kitu. Ukiamini hivyo, naamini kwamba huwezi kujikita katika hizi kazi, na kuamini hivyo kwamba pesa ndo kila kitu. Mstari wa 8, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. 9, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upofu na uharibifu. 9 hii inairudia kwa faida. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotovu na uharibifu. Kumbe hawa watu wanaotaka kuwa na pesa nyingi wanajikuta wameingia katika tamaa nyingi. Ndio hizo kazi nilizosema, watu wanaanza kufanya kazi yoyote. Wanaanza kufanya ujambazi, utapeli, kufanya wizi, kuua watu wengine, kujiunga na makundi ya uuaji, kujiunga na makundi ya kuuza madawa ya kulevya. Kwa sababu ya nini? Ya kutaka tamaa, kuwa na mali nyingi. 10 akasema kwamba hii ndo yenyewe sasa, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi kwa sababu ya fedha. Watu tumeaminishwa hivyo, hata makanisani, hata katika maeneo ya ibada tumeaminishwa hivyo kwamba fedha ndo kila kitu, pesa ndo kila kitu. Kwa hiyo watu sasa hivi hawafundishi utaua, wanafundisha watu kutafuta pesa, lakini hawaambiwi wafanye kazi gani. Kumbe watu wangefundishwa kwanza utaua, wakabadilisha mioyo yao, wakajua utu ni nini, upendo ni nini, uthamani wa kuishi kumpenda jirani yako kama nafsi yako ni nini. Ndio watu wakaanza kufundishwa sasa kutafuta pesa. Tusitangulize pesa, tanguliza kazi kwanza, na ndivyo inavyotakiwa. Paulo anatuambiaje tena hapa katika Wafilipi sura ya 4, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 10 na ngapi hapa? 11. Imeandikwa hivi: si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyonayo. Nimejifunza kuwa radhi. Haujifunzi kuwa radhi popote. Lazima ukae katika eneo la ibada, lazima ukae katika kanisa ambalo linafundisha maadili, linafundisha utaua. Ukae pale ufundishwe kuridhika ni nini, ufundishwe kutenda wema kuna faida gani. Ukishafundishwa hivyo, basi wewe utakuwa umefuzu, unaweza kuwa mtu bora katika jamii. Umefundishwa kuwa radhi na hali yoyote. Paulo hapa anatuambia katika Wafilipi 4:11, 12, najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa.
katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Huwezi kufundishwa popote kushiba na kuona njaa. Ukifundishwa kwa wataalamu wanaojua kufundisha masuala ya ujasiriamali, watakufundisha mbinu za kufanya vyovyote, mbinu za kukaba vyovyote ili mradi upate pesa. Ila haya yote utafundishwa wapi? Utafundishwa katika eneo la ibada. Huwezi kuyakuta sehemu yoyote. Paulo hapa anasema nimefundishwa kudhiliwa, hali ya kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Unajua, ukiwa katika ni mtu wa ibada, ukiwa katika sehemu ambayo unafundishwa hali ya utaua, lazima utafundishwa kushiba na kuona njaa, kudhiliwa pamoja na kuwa navyo. 13, unayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haya yote huwezi kuyapata kwingine. Mafundisho ya hivi ni unayapata ibadani. Ukifundishwa mitaani, vijiweni, utafundishwa tafuta pesa wewe, mpango wowote, utakupa michongo yoyote, na wewe utajiingiza huko, utajikuta umepotea. Kumbe faida kubwa, kutauka pamoja na kulizika, ndio faida kubwa, ndio kila kitu, kwa sababu hatukuja na kitu duniani na hatuwezi kutoka na kitu. Waibrania tena hapa 13:5. Somee tena na ili andiko hapa. Somee na ili andiko 13:5 Waibrania. Waibrania 13:5 imeandikwa hivi: msiwe na tabia ya kupenda fedha. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Tusiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Tuwe radhi na vitu tulivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Tuwe radhi. Kuna manabii, kuna wachungaji na wenyewe wamejiingiza katika huu mkumbo wa dunia wa kupenda fedha. Ukipenda fedha unakuwa wewe tayari una utu wowote. Unaweza ukafanya jambo lolote baya katika muda wowote. At any time unaweza ukafanya jambo lolote kwa muda wowote, wakati wowote. Mtu anayependa fedha anaweza akafanya jambo lolote baya, anaweza akafanya lolote baya, anaweza akapiga tukio lolote baya, anaweza akauza mtu. Kwa hiyo tusiwe watu wa kupenda fedha. Tumpende kwanza Mungu, kwa sababu mtu akipenda fedha anakuwa radhi kufanya kazi yoyote, anakuwa radhi kufanya jambo lolote, hata kama halina utu, hata kama halina uaminifu, anakuwa radhi kufanya jambo lolote, mtu anayependa fedha. Kwa hiyo tusiwe wapenda fedha. Lakini hapa Paulo anamshauri Timotheo, anatambia, bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi na upole. Lakini wewe mtu wa Mungu uyakimbie hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi. Hivi ndio vitu ambavyo vinafundishwa, utavikuta sehemu ya ibada. Huwezi kuvikuta vijiweni, huwezi kuvikuta katika mafunzo ya ujasiriamali, huwezi kuvikuta katika mafunzo ya nini, ya hawa watu wa motivation speaker. Utayapata wapi? Utavipata katika maeneo ya ibada, utavipata katika maeneo ya watu ambao wanafundisha utaua, ya wachungaji ambao wana maadili, utavipata huko. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi kuacha kuamini kwamba kumbe maisha ni fedha tu. Hapana, tukiwa na chakula na mavazi tutaridhika na tutaendelea. Tanguliza kwanza utu na kufanya kazi. Kwanza fanya kazi kama walivyoaminishwa nchi kama China, wanaamini kwamba mtu kwanza afanye kazi, pesa itakuja. Amini kwamba kufanya kazi kwanza, pesa na yenyewe itakuja. Fanya kazi ya haki, fanya kazi inayompendeza hata Mungu, ndo pate fedha. Pata fedha katika haki, katika utu, katika utaua. Tuamini hivyo, ndo dunia itakuwa sehemu salama. Ila watu wote tukipenda fedha, mtu atakuwa radhi kumfanyia jambo lolote mtu mwingine. Kwa sababu ya nini? Kupenda fedha. Kwa hiyo ndugu zangu, nilipenda kuwashirikisha hili somo kwamba tuwe watu, tusiingie katika hii dhana ya ulimwengu ya kwamba kila kitu ni fedha. Hapana, tukiwa na chakula na marazi inatosha.
tuamini katika kufanya kazi kwanza, tuamini katika kuwajibika, kupambana, kutafuta kuwa faida kwa wenzetu, kwa jamii nzima. Hiyo ndo jambo ambalo Biblia na wokovu nataka tuwe hivyo. Ila tukiamini katika kutafuta pesa tu, kila mtu kuamini katika fedha tu, iwe wapi, iwe ibadani, iwe makanisani, watu wanaamini katika pesa tu, basi dunia itakuwa sehemu chungu. Tutaishi kama wanyama, tutaishi kwa kuumizana, tutaishi kwa kuraruana kila siku. Basi nikutakie wakati mwema. Kama umenielewa, Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikawa pamoja na nyote. Amen.